Tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine tena ambayo ametupa nafasi ya kusimama mbele zake, tunapoendelea kumuomba, tunapoendelea kumshukuru, tunapoendelea kumsikiliza kwa yale anayo tusihi tuendelee kuyaishi. Leo tunaendelea na somo letu linalosema mizunguko katika familia, na leo tutaangalia kipengele kingine ambacho ni moja ya mizunguko kwenye maisha ya mtu binafsi, familia na hata taifa kwa namna fulani. Leo tutaangalia kipengele kinachosema roho ya kuzika. Kichwa cha habari kinaweza kikamtisha mtu lakini basi tutaendelea kujifunza yaliyo ndani ya hii roho ya kuzika. Roho inayozika malengo ya mtu, inayozika biashara ya mtu, inayozika afya ya mtu, inayozika watoto wa mtu, na hata roho inayomzika mtu mwenyewe. Inafanya kazi kwa siri sana na sio rahisi kuigundua, kwa sababu inafanya kazi katika mazingira ambayo aliyesoma anaweza asielewe, ambaye hajasoma anaweza asielewe, tajiri anaweza asielewe, maskini anaweza asielewe. Na tutaongozwa na kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 aya ya 8 mpaka ile aya ya 37. Wafalme wa Pili sura ya 4 aya ya 8 mpaka aya ya 32. Ni ndefu kidogo, inahusu kisa cha mama mmoja Mshunami. Kwa hiyo katika hiki kisa ndo tutagundua hii roho ya kuzika ilivyokuwa imejificha kwenye maisha ya huyu mama na inavyojificha kwenye maisha ya watu wengi sana. Kwa hiyo tutasoma, alafu tutaendelea kutafakari aya moja baada ya nyingine. Nasema, hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Kumbe huyu mama alikuwa tajiri, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, muite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake, akamwambia, sema naye sasa, tazama wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, Gehazi akajibu,
hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia kamuite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni, akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akamzaa mtoto mume wakati huo huo mwaka, kama Elisha alivyomwambia. Hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye mavuno. Akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri, kisha akafa. Mamaye akapanda juu, akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Kisha akamuita mumewe, akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi na punda moja, ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Si mwandamo wa mwezi wala Sabato? Akasema, si neno. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe, tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Basi akaenda akafika kwa yule mtu wa Mungu katika mlima wa Karmeli. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomuona kwa mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama, Mshunami yule kule. Tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki, ukamwambie, hujambo? Mume wako hajambo? Mtoto hajambo? Akajibu, hawajambo. Naye alipofika kwa yule mtu wa Mungu kilimani, alimshika miguu. Gehazi akakaribia amwondoe, lakini mtu wa Mungu akamwambia, mwache, maana roho yake ndani yake ina uchungu, na Bwana amenificha wala hakuniambia. Yule mwanamke akasema, je, naliomba mwana kwa bwana wangu? Mimi sikusema usindanganye? Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, jikaze viuno, ukachukue fimbo yangu mkononi mwako, ukaende zako. Ukikutana na mtu usimsalimu, na mtu akikusalimu usimjibu. Ukaweke fimbo yangu juu ya uso wa mtoto. Na mama yake yule mtoto akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi akaondoka akamfuata. Na Gehazi akawatangulia, akaiweka ile fimbo juu ya uso wa mtoto, lakini hapakuwa na sauti wala majibu. Basi akarudi ili kumlaki, akamwambia akisema, mtoto hakuamka. Basi Elisha alipofika nyumbani, tazama, mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani pake. Basi akaingia ndani, akajifungia mlango, yeye na yule mtoto wote wawili, akamwomba Bwana. Akapanda juu ya kitanda, akajilaza juu ya yule mtoto, akaweka kinywa chake juu ya kinywa chake, na macho yake juu ya macho yake, na mikono yake juu ya mikono yake, akajinyosha juu yake. Mwili wake yule mtoto ukaanza kupata moto. Kisha akarudi akatembea nyumbani huko na huko mara moja, akapanda akajinyosha juu yake, na yule mtoto akapiga chafya mara 7, na mtoto akafumbua macho yake. Akamwita Gehazi akasema, muite yule Mshunami. Basi akamuita, na alipofika kwake Elisha akasema, haya, mchukue mwanao. Ndipo akaingia akamwangukia miguuni, akainama mpaka nchi, kisha akamchukua mwanaye akatoka. Tumsifu Yesu Kristo. Hiki ni kisa cha kusisimua sana. Moja ya jambo ambalo huyu mama ananifurahisha, hakukiri udhaifu. Huyu mama alijua kabisa mtoto wake amekufa, lakini Gehazi anapomkimbilia anamuuliza kwamba mume wako hajambo? Watu wengine hawajambo? Mtoto hajambo? Huyu mama hakumwambia Gehazi kwamba mtoto amekufa.
Alisema hawajambo. Ni moja ya jambo ambalo linatufundisha kwamba sio kila mtu kwenye maisha yako unaweza ukawa unamwambia kile unachopitia kwenye maisha yako. Watu wengine hawastahili kujua kile unachokipitia kwenye maisha yako, hata kama unawaona kwamba kwa wakati huo wanaweza wakawa msaada. Huyu mama alichokuwa anajua kwamba mtu pekee ambaye ni msaada alikuwa ni mtumishi wa Mungu Elisha. Ndio maana anapofika kwa Elisha anamwambia Elisha ukweli. Lakini tofauti na mtu mwingine hakumwambia ukweli. Angalia, ameondoka nyumbani, anapanda safari ya kwenda kwenye mlima Karmeli. Hamwambii mume wake kilichotokea, wala hamwambii yule kijakazi anayemwendesha kwenye ule usafiri kwamba ninaenda kwenye ule mlima kwa sababu nimefiwa na mtoto. Hakuambia. Kwa nini? Alijua kwamba hawa sio watu sahihi wa kuambia lile ambalo liko moyoni mwangu. Kuna watu leo wakipata changamoto, kila mtu anajua. Na usipofahamu ni kwamba sio kila mtu unaweza ukamwambia jambo unalopitia, huyo mtu akawa sehemu ya kukutia moyo. Wengine huwa wanasali kimoyo moyo kwamba kama kweli amepatwa na hili jambo, naomba jambo hili liendelee kwenye maisha yake. Huyu mama ndicho anachonifurahisha. Hamwambii mtu jambo lake, anatunza siri. Sasa hili la kutunza siri sio tunalotaka kujifunza leo. Tunachotaka kujifunza leo ni juu ya roho ya kuzika. Huyu mama aliikataa hii roho ya kuzika. Aliona kabisa kwamba hichi kifo cha huyu mtoto wangu sio kifo cha wakati mwafaka. Ndio maana akakataa. Akasema mtoto wangu hawezi akafa kwa umri huu alionao. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba huyu mama alikataa roho ya kuzika mapema. Shetani amezika watu wengi sana. Ninapozungumza kuzika, haimaanishi kwamba ni yule mtu tu anayekufa tukamzika na kila mtu akashuhudia kwamba tumemzika. Shetani anaweza akazika maisha yako ukiwa unaishi. Anaweza akazika biashara yako ukiwa unaishi. Anaweza akazika kazi yako ukiwa unaishi. Anaweza akazika afya yako ukiwa unaishi. Na anawezaje? Anaweza kwa sababu inaonekana kabisa huyu mama kwenye maisha yake alikuwa na cheo. Lakini pamoja na kuwa na cheo, huyu mama shetani alikuwa amezika tumbo lake lisipate uzao. Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa amezika tumbo lake lisipate uzao. Ndio maana mtumishi wa Mungu Elisha anapomwombea huyu mama lile tumbo lake lililokuwa limefungwa na roho ya kuzika, lile tumbo linapokea watoto. Yule mama anapata ujauzito. Sasa hii roho ya kuzika ilipoona kwamba huyu mama amepata mtoto, kwa sababu ilikuwa haitaki huyu mama awe na kizazi cha aina yoyote, ile roho ya kuzika ikawa inamwandama huyu mtoto na ikahakikisha kwamba inamuua. Na kweli kwa wakati ule ikamuua huyu mtoto. Na huyu mama baada ya kujua kwamba hata tumbo langu lilikuwa limefungwa kwa mazingira ambayo sio rafiki, ndio maana anachukua hatua, anafunga safari, anaenda mpaka kwa mtumishi wa Mungu Elisha kwenye mlima Karmeli. Anaenda, anajua kabisa kwamba yule mtumishi wa Mungu aliyeniombea nikapata ujauzito, yamkini anajua kabisa kwamba tatizo langu lilikuwa ni nini. Anamwendea, na anapomwendea Elisha anaomba, na anapoomba yule mtoto aliyekuwa amekufa anakuwa hai
tena. Kuna watu wengi sana wamekufa vifo vyao kabla ya wakati wao halisi kufika. Unajua, sio kila kifo ni mapenzi ya Mungu. Kuna vifo vingine huwa ni mapenzi ya wanadamu. Nilikutana na mama mmoja. Yule mama alifanikiwa kuzaa watoto 7. Mume wake akawa amefariki. Mume wake alipofariki, walikuwa wanaishi kwenye eneo la ukoo au eneo la familia. Kwa hiyo mume wake akawa amefariki. Alipofariki, akamwachia hao watoto 7. Baada ya muda mfupi, yule mama alianza kuzika mtoto mmoja baada ya mwingine. Akazika watoto 6, akabaki mmoja. Alipobaki mmoja, ukoo ukakaa ukamfukuza yule mama na yule mtoto aliyekuwa amebaki. Asema haiwezekani, huyu mama ndo alimuua huyu mwanaume na ndo anayewaua hawa watoto. Yule mama alipofukuzwa kwenye lile eneo, hakukaa muda, yule mtoto mwingine naye akawa amefariki. Hakuwa na mahali pa kumzika yule mtoto. Aliomba tu Wasamaria wema kwamba nisaidieni mahali pa kumzika huyu mtoto. Kule kijijini, vijiji vingine havina sehemu ya makaburi. Kwa hiyo unakuta kila mtu anazikwa kwenye eneo lao. Kwa hiyo yule mama alipofukuzwa na hana pa kwenda, alikuwa ni mtu wa kutangatanga tu na amefiwa yule mtoto, akashindwa ni wapi atamzika yule mtoto. Na kwenye kile kijiji ilikuwa inaonekana kwamba kumzika mtu ambaye sio mzaliwa wa huo ukoo ni kama kuleta mkosi kwenye hiyo familia. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anakataa kumpokea yule mama. Nini alichofanya? Ikabidi tu aombe Wasamaria wema amzike yule mtoto kwenye eneo ambalo ni jirani na barabara, eneo ambalo ni kama inamilikiwa na serikali. Akamzika mtoto wake pale. Ulikuwa ukikutana naye, unaweza ukamuuliza, anakuambia sijui nilichomkosea Mungu. Naye alikuwa hajui. Kutana naye mwaka juzi, alikuwa hana mahali pa kuishi. Akiwa amekuja kwenye semina, kwa sababu ya uchungu aliokuwa nao, hana makazi maalum ya kulala, hana mahali pa kupata chakula. Akisikia mahali kuna msiba, ndipo anapoponea kwenda kupata chakula. Ukifika usiku, anaenda anatafuta mahali popote, analala. Roho ya kuzika ilikuwa imezika uzao wake wote, imeumaliza.
Kuna mitihani ambayo Mungu anaweza akakupa, lakini sidhani huyo Mungu anaweza akaruhusu maumivu makubwa kiasi hicho. Mambo mengine ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tukiwa tunasali, yule mama alipagawa na hizi roho chafu, sikaanza kusema sisi ndo tumeua watoto wake wote. Lakini huyu mama alikuwa ameitwa majina ya kila namna: mchawi, amewatoa watoto wake sadaka, ametoa mume wake sadaka, bila kujua kwamba kuna roho ya kuzika ilikuwa inamwandama kwenye maisha yake. Ili roho ambayo inaweza kukaa kwenye familia au kwenye maisha ya mtu ikazika kila kitu alichonacho mtu. Ndio maana leo unaweza kukutana na watu ambao wana malengo mazuri sana maishani, wana akili sana, lakini kila wanachokifanya au wanachokianzisha kinakufa. Anaweza akaanzisha biashara vizuri kabisa, na wakati fulani ni kwamba hii roho ya kuzika haikuzuii kupata. Unaweza ukatafuta kama ni mtaji ukaupata, na baada ya kupata ule mtaji, unapoweka tu pesa zako, zile pesa zinateketea kwenye ule mradi au kwenye ile biashara. Kwa lugha nyingine ni kwamba ile biashara inazikwa, inakufa tena. Inaweza sikuzuia kuolewa, lakini ikalizika tumbo lako lisipate uzao. Ndio maana tunakutana na watu ambao kwao kushika hela sio tatizo kabisa. Tuna watu wengi ambao wao kushika hela sio tatizo, lakini angalia pesa wanazoshika hazijawahi kuwaletea matokeo mazuri kwenye maisha yao. Wanaweza wakawa na hela za kutumia kwenye matumizi yao binafsi, lakini kwenye hela za kuleta maendeleo yake binafsi huwa zile spirit zinagoma kabisa. Anaweza akapata hela ya outing, anaweza akapata hela ya kuhonga, anaweza akapata hela ya kuchezea, lakini hawezi akapata hela ya kuwekeza au kujiendeleza. Spiriti za kuzika malengo ya mtu, spiriti za kuzika maendeleo ya mtu. Ndio maana sasa unakutana na watu wanasema, kwa nini nazunguka pale pale? Asijue kwamba kuna roho ya kuzika inamwandama, kwamba kila anachokipata anakizika. Huyu mama Mshunami, shetani alikuwa amezika tumbo lake lisipate uzao, na hili Elisha aligundua. Ndio maana Elisha ambaye alikuwa nabii anamwambia, mwakani majira kama haya utakuwa unapakata mtoto. Na yale majira yalipofika, yule mama akapakata mtoto. Shetani alipoona kwamba ameshindwa kwenye kuzuia tumbo lake lisipate uzao, akapita mlango wa nyuma wa kuondoa uhai wa yule mtoto. Maana lengo la shetani kwenye maisha hii ndoa, kumbuka Biblia inasema kwamba mwanamke mwenye cheo. Huyu mama kama ni pesa alikuwa nazo, kama ni ndoa alikuwa nayo, lakini hakuwa na uzao.
uzao wake shetani alikuwa ameufunga. Kwa hiyo shetani anapoona kwamba huyu mama amepata uzao, anapita mlango wa nyuma, kwamba na kile alichokipata na chenyewe akizike. Ndio maana unaweza ukakuta mtu amefanya kazi serikalini au kwenye mashirika binafsi kwa miaka mingi sana, baada ya kustaafu akapokea kile kinua mgongo, unashtukia anapata ugonjwa, ambapo huo ugonjwa unamdai kutumia zile pesa alizopata kwenye kinua mgongo. Yaani unaweza ukakuta shetani amezika maisha yako yote wakati ukiwa unafanya kazi serikalini au kwenye asasi binafsi. Unapomaliza kufanya kazi ili upate ule msaada wako sasa, au lile jasho lako uliloitumikia taasisi fulani au serikali, unashangaa baada tu ya kupokea kile kiasi cha pesa, ugonjwa unaibuka. Kule Dar es Salaam kuna mama mmoja alikuwa anaishi Kigamboni. Alipostaafu alipewa kama milioni 75. Sasa alipostaafu tu pap, mume wake akapata ugonjwa, na ule ugonjwa ikaonekana kwamba mahali pekee ambapo anaweza akaponea yule baba ilikuwa ni India, na hakuwa na uwezo. Kwa hiyo wakafanya logistiki zote ili waende India, na gharama zilizokuja za matibabu juu ya yule baba mpaka awe amepona, safari na kila kitu mpaka India, na wakati apate matibabu yote, zikaja gharama ya milioni 68, milioni 2 kasoro. Yaani milioni 2 ndio imebaki tu zitimie milioni 70. Maana yake nini? Shetani alikuwa anataka pia azike kile kiasi ambacho amekipata yule mama. Hii roho ya kuzika, unapoona wakati mwingine mambo yako hayaendi, unaweza ukawa umezikwa kwenye eneo fulani, au familia yako inaweza ikawa imezikwa kwenye eneo fulani, na usijue kwamba umezikwa. Nikiwa Arusha mwaka jana kwenye parokia fulani, kuna baba mmoja alipata changamoto wakati tukiwa kwenye maombi mbele ya Yesu Eucharist. Yule baba ana doctorate. Kwa lugha nyingine ni kwamba ana PhD, kama ambavyo tumezoea, ana PhD. Umri wake umeenda kidogo, kama miaka 65. Pamoja na elimu yote aliyowahi kuwa nayo, hakuwahi kufanikiwa kwenye jambo lolote. Yule baba alikuwa ni mtaalamu sana wa kuandika miradi. Anaweza akaandika mradi, ule mradi ukatiki. Mashirika mengi sana yamekuwa yakimtumia sana. Kwa nini? Ni mtaalamu sana wa kuandika miradi. Lakini yeye akiandika mradi unaomhusu hapati pesa. Lakini akiandika miradi ya watu wengine, hiyo miradi inapata ufadhili. Lakini ole andike mradi wake binafsi, hapati hata senti 5. Sasa
Ameishi maisha hayo mpaka umri wake umefika sasa, ameishiwa nguvu, na bado akawa anaishi kwenye quarters, zile nyumba za serikali. Ameoa akiwa anaishi hapo, amezaa watoto akiwa anaishi hapo, watoto wameshasambaa wanajitafuta huko, yeye yuko pale pale bado na mke wake. Sasa wakati tunamwabudu Yesu wa Ekaristi, yule baba akaanguka. Alipoanguka akawa anahangaika sana. Sisi tukaendelea kusali mpaka tulipohitimisha, tukaruhusu watu wengine waondoke, wakawa wameenda nyumbani. Tukabaki na yule baba na shemasi aliyekuwa anaongoza maabudu, na yule baba akawa bado yuko kwenye hali ile ile ya kuhangaika na kupiga kelele. Kwa hiyo nilipomsogelea akapiga kelele sana. Ni kama sasa zile spirit zikaanza kuongea, sisi tumemfunga. Na aliyefanya hivyo alikuwa ni mfanyakazi mwenzake waliyekuwa wanafanya naye kazi ofisi moja. Alichukua nyayo za miguu yake, alipokanyaga akachukua pale mchanga, alafu ule mchanga akaupeleka makaburini, akaenda akanuiza, akasema kama ambavyo makaburi haya yasivyojitetea, na huyu ndugu maisha yake yawe hivyo hivyo. Kweli akawa ni mtu anayeishi, lakini maendeleo ya mwilini yamestack, yako pale pale. Kuna mtu anaishi duniani, utofauti wake na mtu aliyekufa ni kwamba yule aliyekufa yuko kaburini, lakini huyo aliyeko hai mambo yake ni sawa tu na yule ambaye yuko kaburini. Maana yake unaweza kukuta mtu ambaye mambo hayaendi kabisa. Kwa nini hayaendi? Shetani ameyazika. Anaweza akazika ndoa yako isiwe na maana, anaweza akazika elimu yako isikupeleke popote, anaweza akazika malengo na juhudi ulizo nazo zisiende popote. Roho ya kuzika, na inafanya kazi kwa ustadi mkubwa sana. Wakati mwingine ni spirit ambayo hauwezi ikaishi ndani yako, lakini unaweza ukajikuta inaishi nje yako. Unajua kuna nguvu za giza za aina mbili. Kuna nguvu ambazo zinaishi ndani ya mtu. Hizi ni zile nguvu ambazo unaweza ukasikia mnasali zikapiga kelele, lakini kuna zile ambazo huwa zinaishi nje ya mtu, au zinaweza zikawa zinaishi kwenye eneo la mtu. Ni sawa na wanaume. Wanaume ni mara chache sana unaweza ukawaona wameanguka. Sio kwamba hawana hayo madudu, wanayo. Chunguza, mara nyingi shetani anafanya kazi kwenye maisha ya wanaume kupitia tabia zao. Ndio maana unaweza kukuta kuna pepo fulani limekaa kwenye tabia ya mwanaume, kwa hiyo linamdrive yule mwanaume. Naweza likakaa kwenye tabia na ikawa inamsukuma akawa mlevi, akawa na hasira, akawa mtu asiyesikiliza, akawa mtu asiyesali. Wakati mwingine unaweza ukaona kwamba wanaume wengi wanapuuzia ibada. Ni pepo ambalo limeingia kwenye tabia zao na akili zao, kwa hiyo linampeleka vile ambavyo linapeleka. Ndio maana watu wengi wanaoongoza kwenda kwa waganga wa kienyeji huwa ni wanaume.
Na kwa nini wanaenda huko? Kwa sababu ya utafutaji. Mara chache sana kuwaona wanawake wameenda kwa waganga wa kienyeji. Ukiona mwanamke anayependa sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, labda huyo ni mchawi au anataka mroge tu mume wake aende vile anavyotaka kuwa. Lakini mara chache sana wanawake kwenda kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya mafanikio yao. Asilimia kubwa ya mafanikio ya wanawake wengi waliopo, mafanikio yao ni halali kwa upande wa wanawake. Lakini asilimia kubwa ya wanaume, mafanikio yao yana mapicha ndani yake. Na ile tabia ikasababisha asifanikiwe huyo mwanaume, wala asifikie malengo ya aina yoyote. Na kupitia hiyo tabia, shetani akazika mafanikio ya huyo mwanaume, akazika hatua za kimaendeleo za huyo mwanaume. Kila anachoshika hakiendi. Kishika hiki linatokea la kutokea, kishika hiki linatokea la kutokea, anabaki yuko pale pale, hapigi hatua ya aina yoyote. Kuna mwandishi mmoja alisema hivi, huyu anaitwa mchungaji Miles Monroe. Alisema hivi, sehemu tajiri duniani sio kwenye machimbo ya dhahabu yaliyoko Amerika ya Kusini au kwenye visima vya mafuta vilivyopo Irani na Iraki, sio kwenye machimbo ya almasi ya Afrika Kusini, wala kwenye akaunti za benki kubwa duniani. Sehemu tajiri kabisa duniani haiko mbali na wewe, ni kwenye makaburi. Huko yamelala makampuni ambayo hayakuanzishwa, ubunifu ambao haukutolewa, vitabu vizuri ambavyo havikuandikwa, michoro mizuri ambayo haikuchorwa. Kwenye makaburi kuna hazina kubwa na uwezo mkubwa ambao umeondoka duniani bila ya kutumika kabisa. Na ni kweli. Na ni kweli. Kuna watu wameondoka duniani bila kutimiza ndoto zao. Kwa nini? Shetani alizika ndoto zao mapema. Unaweza ukajiuliza, shetani amekuzika kwenye eneo gani la maisha yako? Amezika familia yako kwenye eneo gani? Je, amekuzika kiafya, kimalengo? Amekuzika kwenye eneo gani? Na ndio maana issue sio kusali. Issue sio kusali. Lakini unasali kwa namna ipi? Unajua wengi huwa tunasali, lakini hatusali kwa akili. Hatusali kwa maarifa. Tumejikita kwenye eneo la kusali kwa juhudi, lakini hatusali kwa maarifa. Ndio maana Nabii Hosea anasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sio kwa kukosa nguvu. Nguvu watu wanazo. Sio kwa kukosa elimu. Elimu watu wanazo. Sio kwa kukosa pesa. Pesa watu wanazo. Ila maarifa ya kiroho. Yaani ukanyage kwenye kodi ipi? Ukanyage kwenye kodi ipi?
Sawa, kusali unasali, lakini unasalije? Issue ndio iko hapo. Kutoa sadaka unatoa, lakini unatoa hiyo sadaka unaielekeza kwenye eneo gani? Miaka michache iliyopita kuna sista moja alinifundisha jambo kubwa sana. Nilikuwa natoa mafungo kwenye shirika fulani la watawa, nafikiri miaka kama 7 imepita. Wakati huo ndo naanza, walau nilikuwa natoa mara moja. Baadaye nikarudi tena kwenye kutoa mafungo kwenye ile shirika mwaka 2019 mwishoni. Yule sister alinifundisha kitu chenye uweledi mkubwa sana. Nafikiri aliona. Tumemaliza mafungo, ilikuwa ni mwisho wa mwaka. Akaniambia, William, tusali kwa ajili ya mwaka unaokuja. Na uona kabisa huo mwaka utakuwa mzuri. Kuna kitu ambacho kinatokea muda sio mrefu. Sikumuelewa yule sister kabisa. Lakini corona ilipotokea ndo nilikumbuka kile ambacho yule sister aliniambia. Sasa wengine huwa tunasali kwa kutanguliza sana shida. Ndio maana karibia 99% tuliokuja kusali humu tunaweza tukao tumeletwa na shida. Sio kwa sababu tunataka uweke mambo yako sawa. Shida zako tu zinaweza zikao zimekuleta huku. Shida za watoto, shida za uchumi, shida za ndoa, shida za kiafya ndio zinaweza zikao zimekuleta huku. Lakini sio kwamba unataka ujue kodi, ukanyage wapi, uombe wapi. Inawezekana ungekuwa sasa hivi ungekuwa vizuri kiuchumi, ndoa yako ingekuwa na amani, watoto wako wangekuwa nasoma vizuri. Inawezekana hata usingekuja, ungesema unapoteza muda. Na hivyo ndivyo ambavyo shetani anazika maisha ya watu. Mkikumbuka lile somo la miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya shibe, mtaelewa. Ambapo Farao anaota ndoto. Ile ndoto inamuonesha ng'ombe walionona na ng'ombe waliokonda. Anashangaa wale ng'ombe waliokonda wanawala wale ng'ombe walionona. Na anashangaa yale mabua yaliyonyauka yala yale mabua ambayo yako stable. Kwa watu ambao wanaelewa ni kwamba miaka inaweza ikaliwa, miaka mizuri inaweza ikaliwa na magonjwa, inaweza ikaliwa na kiangazi, inaweza ikaliwa na kesi, inaweza ikaliwa na madeni, inaweza ikaliwa kwa namna yoyote ile. Sasa unaweza kukuta mtu yuko kwenye miaka 7 ya shibe, asijue kwamba kuna miaka 7 ya njaa inaweza ikatokea kwenye maisha yake. Ndio maana anakuambia silaha zinatengenezwa wakati wa amani, lakini zinatumika wakati wa kivita. Wakristo wengi mambo yao yanapokuwa yako vizuri, huwa hawahangaiki kusali, huwa hawahangaiki kufunga, huwa hawahangaiki kutoa sadaka. Akiangalia kwenye ndoa yake mambo yako vizuri, akiangalia uchumi wake mambo yako vizuri, akiangalia watoto wake mambo yako vizuri, anaona ameshawini kwenye kila eneo. Kwa hiyo huyo Mkristo anaweza akawa na sali kwa kama kujifurahisha tu na sio kwa moyo. Kumbuka, wakati ambao mambo yako vizuri ndio wakati ambao unatakiwa kusali sana, ili kwamba mambo yatakapokuwa mabaya, zile sala ulizosali wakati mambo yakiwa mazuri zikusaidie. Lakini wengine huwa tunaanza kushtuka mambo yanapokuwa mabaya. Ndoa mambo yanapofika shingoni, unasema Mungu, hii ndoa uisaidie. Lakini mambo yalipokuwa mazuri haukumbuka hata kutoa sadaka ya kulinda upendo uliokuwa nao wakati huo. Unapokuwa kwenye biashara mambo yanaenda vizuri, haukumbuki hata kumshukuru Mungu kwamba asante kwa kuilinda hii biashara, naona mambo yangu yanaenda vizuri. Unapokuwa kazini mambo yako yanaenda vizuri, unaona kama hauna shida. Lakini kesi zinapoanza kufululizana kazini, ndio unaanza kusali novena za Mtakatifu Rita wa Kashia. Lakini wakati ambao mambo yalikuwa mazuri, haukukumbuka hata kutoa sadaka kwa ajili ya biashara yako au kazi yako.
Watoto wako wanapokuwa wanafanya kazi vizuri, wanapokuwa masomo yao yanaenda vizuri shuleni, haukumbuki hata kutoa sadaka ya kusema kwamba Mungu asante, hao watoto ngoja waendelee kufanya vizuri kama wanavyoendelea kufanya sasa. Lakini wale wako sikia wanaanza kuanguka na mapepo shuleni, ndio utawatafuta hata wale uliokuwa unawaponda, sema au si wanasali kirokole, au sasa ndio unaanza kuwakimbilia, nimemleta mtoto wangu muombe. Lakini alipokuja mara ya kwanza, pengine hata kwenye semina wasema Wakatoliki hatusaligi hivyo. Sifu Yesu Kristo. Unakuwa papa sasa kwamba hatusali hivyo, ila mambo ya kufika shingoni, mwalimu nimemleta mtoto wangu, kanaanguka. Kumbe Shetani alishakuzika tayari alipoona umezembea. Ndio maana kuna watu ambao maisha yao yamekuwa blocked kila eneo. Ameblokiwa kwenye uchumi, ameblokiwa kwenye ndoa, ameblokiwa kwenye familia, ameblokiwa kwenye kazi, ameblokiwa kila mahali, ameblokiwa. Uchumi umekuwa blocked kila eneo. Akizunguka huko hana uahueni, akienda huku hana uahueni. Lakini chunguza maisha ya huyu mtu alipokuwa kwenye hali nzuri, nini alichokuwa nakifanya cha ziada kwa ajili ya familia yake au yeye mwenyewe binafsi? Jioni ya leo ninakuombea, mahali popote ambapo maisha yako yamezikwa, jioni ya leo Yesu Ekaristi ayafufue hayo maisha yako. Afufue uchumi wako uliozikwa, afufue afya yako, afufue kazi yako, afufue watoto wako, afufue kile ambacho Shetani amekizika kwenye maisha yako. Unaweza kuwa unatembea kwenye ulimwengu wa kimwili unaonekana uko salama, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho umeshazikwa tayari. Upo tu. Mwishoni mwa mwaka jana, kuna mahali fulani nilikuwa na semina ya kumaliza mwaka salama. Huwa inapofika kila mwaka, inapofika mwezi wa 10, naanzaga semina za kuanza kumaliza mwaka salama na kuomba baraka za mwaka unaokuja. Mfano, ikifika kuanzia mwezi wa 10 mwaka huu, maombi yote tutakayokuwa tunasali kwenye hizo parokia nitakazokuwa, itakuwa ni kwa ajili ya mwaka 2026. Mungu aubariki mwaka huo unaokuja. Sasa mwaka jana tukiwa, nafikiri ilikuwa kama sio jimbo la Moshi, jimbo la Arusha, basi itakuwa ni Dar es Salaam. Tuko kwenye hiyo semina. Katoto miaka kama 14, kasichana kalikuwa kanafanya kazi za ndani. Kumbe kale kadada kalikuwa ni kaagenti kakubwa sana. Ndio maana nyie mnaoita wadada wa kazi, kabla hamjawaruhusu kukaa na watoto wenu, mwe mnafunga na kuomba kwanza. Kabisa. Pale Shinyanga kuna dada mmoja ni mfanyabiashara mkubwa sana. Ameolewa. Mume wake anafanya kazi Kahama, yeye yuko pale Shinyanga mjini. Alipata kadada kakazi, anatokea sehemu fulani, ni staji huo mkoa anakotoka. Kumbe kale kadada ni kaagent. Yule dada alikuwa na mtoto mmoja, akapata mimba. Akipata mimba, kama mtafuta dada wa kazi, akakapata hako kadada. Sasa kamekuja yule dada
amejifungua vizuri tu, akiwa na katoto kachanga ka miezi miwili, nafikiri miezi miwili ndio. Usiku wamelala wakiwa watatu, yule mkubwa na ako kachanga na mama. Kale ka miaka 5 kakaamuka usingizini, kakamwambia, mama, tumelala na mtu mwingine mama. Mama yake alikuwa kwenye usingizi, akaamuka akakachapa, akasema, tumelala na nani? Hebu lala vizuri. Akachapa na kofi, lala huko. Asijue kwamba kumbe malaika wa Mungu alikuwa ameshaona kitu pale kitandani. Baada ya kukanyamazisha aka kakubwa, akamnyonyesha huyu mdogo, afu baada ya hapo usingizi mzuri ukampitia. Amekuja kushtuka saa 9. Anataka kumnyonyesha sasa mtoto huyu mdogo. Anakuta damu inatoka puani. Kuangalia mtoto ameshakufa tayari. Kapiga kelele. Piga kelele. Majirani wakavunja geti, wakaingia. Nini? Fikiri labda ni majambazi nini. Kapiga kelele, yule akawa ameshindwa hata kufungua mlango wake. Kabidi tena waingie mpaka kwenye kile chumba chake, wakapiga mlango ukafunguka kule ndani. Kufika kuta huyo mtoto ndio hivyo tayari kashafariki. Wakamchukua wakampeleka hospitalini. Mpeleka hospitalini, daktari anapima, anagundua kwamba yule mtoto alinyongwa. Asubuhi yake wazazi wa kale katoto wakampigia mwanaume wa huyu mama aliyepoteza mtoto kwamba tunamtaka huyo mtoto arudi nyumbani. Manake ameshamaliza tayari nini? Kazi. Sasa huyu mama baada ya kufika tu hospitalini, simu ya kwanza alinipigia mimi. Na mimi nikabidi nimpigie padre simu. Kaambia, Father, kuna sehemu fulani 1, 2, 3. Naomba saidie kwenda. Lakini naomba uende na chetezo. Father akacheka, akasema, Boke, leo tunafundishana kazi. Akasema, kwa sababu umesema inawezekana Roho Mtakatifu amepitia kwako kuni. Sawa. Kwa hiyo akavaa alba na stola, akaenda. Kapiga ubani ile nyumba. Kwanza padre amefika tu pale nyumbani. Kale kafanya kazi kakaenda chooni. Padre amezunguka nyumba nzima anapiga ubani. Kale katoto akatoka chooni, kale kafanya kazi sasa. Akakutoka chooni kabisa. Kalipopata tu penyo, kakatoroka, kakaacha na nguo. Baada ya lile tukio, yule dada biashara zake zilikuwa zinaenda vizuri sana. Baada ya hapo alijikuta yuko kwenye madeni mengi sana. Biashara yake ilikuwa imezikwa tayari. Angalia aina ya watu unaohusiana nao. Unaweza kuwa unahusiana na mtu ambaye shetani ameshamzika kwenye eneo la uchumi, ukajikuta huyo mtu ndo anakuwa partnership wako kwenye eneo la kibiashara. Wewe una uhakika kwamba kama ambavyo biashara yake imefungwa, kama ambavyo biashara yake imezikwa, na biashara yako itazikwa.